Siku ya Ijumaa asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, Bwana Yesu na asifiwe. Salamu za Kalvari. Nikikuuliza kwamba siku ya jana, siku ya Krismasi, kulikuwa namna gani? Ni matumaini yangu ya kwamba uliabudu huyu Yesu, ukasherehekea vizuri, na bado tu hata sasa umebarikiwa. Siku ya leo ni ile siku ambapo watu tunasema kwamba ni siku ya kufungua maboxes ya presents ya nini, sijui uliweza na kupokea zawadi kutoka wapi, kutoka kwa nani. Wengine tu wanapumzika, wanauliza jana kuliendaje? Lakini yule ambaye alisimama na msimamo kusema kwamba hii siku ni siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ninafaa kwenda kuabudu na kuweza na kufanya yale ambayo tuliweza na kukukumbusha kuyafanya hiyo siku ya jana. Naamini wewe upo tu unasherehekea tu ukisema kwamba mimi hiyo jana niliweza na kuhisi uwepo wa Mwenyezi Mungu, nikaweza na kuona upendo mwingi, nikaweza na kumwabudu, nikaweza na kufanya haya na yale, na bado tu unahisi baraka za Mwenyezi Mungu. Basi kwa asubuhi ya leo ninakukaribisha hapa katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kufundishwa mengi, tuendelee na kubarikiwa kupitia neno la Mwenyezi Mungu, kupitia hiki kipindi ambapo wanaamini kwamba wakati ambapo unafikiwa na hilo neno, kuna kile kizuri ambacho huwa unakipokea masaa haya ya asubuhi. Hivyo basi karibia katika runinga yako tukaweze na kubarikiwa kwa pamoja. Pastor Samuel Mutinda kutoka ABC Ngoleni Mitaboni Pastorate Machakos Sub-Headquarters yuko hapa ili akaweze na kuendelea na kutubariki. Mtazamaji wangu, naomba nikusalimu asubuhi ya leo. Unjambo na misijambo. Naomba nikukaribishe katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka ili tukapate kubarikiwa kwa pamoja asubuhi ya leo. Na katika wazo letu la asubuhi tutalipata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 15 mstari ni wa 58. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 15 na mstari wa 58, na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, musitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa sababu ya wema wako. Hivyo Mungu, naomba ukapate kufungua mioyo yetu kana nasi asubuhi hii, nami ukanitumia kama chombo chako ili Baba nguvu zako zikaonekane. Mwenyezi Mungu tawala, Mwenyezi Mungu endelea na kujidhihirisha. Nitumia kama chombo chako Baba, nikanene uwepo wako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Naomba mtazamaji wangu asubuhi ya leo ili tukajifundishe kusimama imara kwa Bwana. Kusimama imara kwa Bwana. Mtazamaji wangu, tunapoishi na tunapokaa, kwa maana ni nyakati ambazo tunaendelea tukimalizia mwaka huu wa 2025. Na hivyo ndivyo naomba mtazamaji wangu ili tujifundishe kusimama imara kwa Bwana, na hata mwaka ukisha tuzidi kusimama imara. Na ndivyo Biblia inatuambia ya kwamba tunapomaliza mwaka ni vizuri wapendwa tuimarike katika Bwana. Tuimarike katika Bwana. Tusimame na tusimamia imani yetu. Kwa maana wengine labda jana
wakati ambapo walikuwa wanasherehekea, labda kuna mambo ambao walipitia, lakini siku ya leo naomba tuendelee na kusimama, tutetee imani yetu. Na ndivyo mtumishi wa Mungu Paul alipokuwa akiandika haya maandiko, ndivyo nasi tunajifundisha ya kwamba ni vizuri tuimarike katika Bwana. Naomba asubuhi ya leo mtazamaji wangu, ili ujitie nguvu katika maisha na uimarike katika Bwana. Simama, usiongope hata mambo yakiwa namna gani. Jua kunaye Mungu aliye hai ambaye atakutetea, ambaye atasimama nawe hata siku ambazo zimebaki mwaka uishe. Kunaye Mungu ambaye atakushindania. Kwa hivyo ni vizuri usimame imara, ni vizuri uimarike katika Bwana, katika njia zako, katika mwenendo wako, imarika katika Bwana. Jambo lile lingine, Biblia inatuambia ya kwamba tusitikisike kwa mambo ya dunia hii, kwa maana mambo ya dunia hii ni mengi ambayo yanatutia hofu. Lakini tunaposimama, tunapoimarika, Biblia inatuambia ya kwamba pia, kwa maana hayo mambo yatakuja, lakini Biblia inatuambia ya kwamba tusitikisike, tusimame imara. Na hivyo mtazamaji wangu, nakuambia ya kwamba simama hata changamoto sikicha. Jua ya kwamba unaye mtetezi, naye ni Bwana. Kwa hivyo simama imara, usitikizike kwa mambo haya unayoyapitia, ambayo unayoyaona. Ndio watu wanaweza kuchukia, watu wakunene mabaya, watu wakuache, lakini zidi kusimama, zidi kuendelea na kuomba Mungu, kwa maana aliye hai Jehova Nisi atakutetea. Biblia inatuambia ya kwamba jambo lile lingine, wapendwa mtazamaji, tuzidi kumtumainia Bwana katika njia zetu zote. Tuzidi kumtumainia Bwana, kwa maana tunaposimama na kuendelea kumtumainia huyo Mungu aliye hai, hatatuacha kamwe. Kama vile wanadamu wanaweza tuacha, ni kweli ina uwezekano labda jana au kukula sikukuu vile ulikuwa unatarajia, kwa sababu labda ulikuwa na mtu mgonjwa, labda wengine walikuwa na mambo fulani ambayo yalichangia ili msisherehekee sikukuu vyema. Biblia inatuambia ya kwamba tuzidi kumtumainia Bwana, zidi kuendelea na kumlilia Bwana. Lilo jambo ambalo ni ngumu kwako, zidi kumlilia Bwana. Naomba mwaka ukiisha, ili uendelee na kusimama, imarika vizuri, simama na kumuita Kristo. Atafungua njia, atafungua milango. Pasipo na njia, yeye mwenyewe ana uwezo wa kutengeneza njia. Ana uwezo wa kunyamazisha sauti za shetani. Ana uwezo wa kumponya huyo mgonjwa. Ana uwezo wa kumaliza hilo jambo ambalo haufurahii kamwe. Hivyo mtazamaji wangu, ni vizuri tuzidi kumtumikia Bwana, tuzidi kuendelea na kumtumainia. Biblia inatuambia ya kwamba neno la mwisho, taabu tunazopitia kwa mapito magumu, tunapofanya kazi ya Mungu si bure. Kwa hivyo mtazamaji wa Mungu ambaye tunaendelea na kumtumainia Kristo, Biblia inatuambia ya kwamba ni kweli tunapitia mapito magumu, ni kweli tunapitia njia ambayo ni ngumu, lakini Biblia inatuambia ya kwamba mambo ambayo tunayoyapitia tukifanya kazi ya Bwana si bure. Kuna kulipwa baada ya maisha haya tunayoishi. Watu wanaweza kosa kukuona kazi yako katika dunia hii, lakini Mungu aliye hai akuone baada ya dunia hii upate taji. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba unavyong'ang'ania kufanya kazi ya Bwana si bure. Mungu aliye hai atatenda, ataendelea na kujidhihirisha. Kazi zako ambazo umefanya zitanena katika maisha yako. Mambo ambayo umefanya kwa kanisa, umesaidia maskini, umesaidia watu ambao hawajiwezi, hayo mambo yote yatanena juu yako, yatanena juu ya familia yako, kwa maana Mungu atatembea nawe. Biblia inasema ya kwamba
tutalipwa na Mungu baada ya kufanya kazi yake, hata ikiwa na magumu. Mungu mwenyewe atatushindania. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni vizuri uelewe ya kwamba tusichoke kufanya kazi ya Bwana, kwa maana tunapofanya kazi, hata ikiwa ngumu namna gani, Mungu aliyetuita, hata kama we ni mchungaji, labda kanisa ambalo unaongoza lina mambo magumu, Mungu, Biblia inatuambia ya kwamba usichoke ama kukufa moyo. Biblia inatuambia ya kwamba kuna malipo. Au watu wanakutukana, au majirani ambao hawakuoni ukiwa wa maana, jua ya kwamba wewe ni wa maana sana mbele za Mwenyezi Mungu. Cha maana ni kujipeana kwake na kutembea naye. Kwa hivyo tusichoke kumtumikia Bwana. Mtazamaji wangu, hayo mambo tumejifundisha. Ni vizuri usimame katika njia zako, kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba tuimarike na tusitikisike, na tusidi na kuendelea na mbele katika mambo ambayo Mungu ametupa. Jambo lingine ni kana kwamba kuna malipo baada ya kazi. Kwa hivyo hata kama iko na ngumu namna gani, vumilia. Yesu anatuona, Yesu anatuangalia, na neema ya Mungu itatutosha. Mungu atubariki na abariki neno lake. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Hivyo Mungu, tutie nguvu kwa ajili ya neno lako. Ni kweli tunapitia mapito magumu, lakini umetuahidia kwamba si bure Baba, utatulipa. Hivyo Mungu, naomba hayo yakatimie kwetu kama watumishi wako, kama Wakristo, kama wanadamu ambao wanakuhitaji. Yesu, tunaomba ukuwe pamoja nasi na ufuatilie neno lako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Endelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa uaminifu, ukijua kwamba hakuna kazi ya Mwenyezi Mungu uliotekeleza, ulioifanya itaweza na kupotea mbele zake bure. Kila kazi inajihesabu. Kila kazi inaonekana. Kwa uaminifu wako wote, Mwenyezi Mungu anaona, anakusanya kila kitu. Na ndio sababu mtumishi wa Mwenyezi Mungu akatuhimiza kwa siku ya leo kwamba tunafaa na kusimama, yani imara katika imani. Kuwe changamoto, kusiwe changamoto. Hiyo jana huo uliweza na kukula sikukuu namna gani? Huo ulikuwa unasema kwamba hii sikukuu mwaka iliweza na kunifikia nikiwa napitia mengi. Sikuweza na kusherehekea kama vile ambavyo huwa ninasherehekea hizo miaka mingine. Bora uko na afya, umebarikiwa. Na hata kama hauna afya, hata kama unaweza kuwa unaumwa, hiyo sikukuu iliweza na kukufikia ukiwa pale hospitalini, bado neno la Mwenyezi Mungu linanena kwamba endelea na kuwa na matumaini. Bado tu ukiwa pale, huyo Mwenyezi Mungu yuakuona. Huyu Yesu tulikuwa tunaadhimisha siku ya kuzaliwa kwake, bado yuafanya kazi, bado yuakupenda. Kusudi lake ni njema juu ya maisha yako. Anakuona ukiwa pale, anakuona ukiwa anayepitia yoyote. Ndio sababu tukaweza na kukumbushwa siku ya leo kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu ulioitekeleza haitaweza na kupita bure. Bado anaiona, bado anakuelewa, bado anakupenda. Anaiona kazi yoyote ile, anaiona. Hivyo basi tuzidi na kujitolea katika kazi ya Mwenyezi Mungu ili azidi na kutubariki. Kazi ya Bwana haiwezi ikawa tu hivi hivi, ikapita tu hivi hivi. Sio bure, ndani ya maisha yako inakutendea mengi. Hivyo basi tuzidi na kujipeana na kujitolea kuihubiri kupitia vinywa vyetu, kupitia maongezi yetu, kupitia matendo yetu. Sijui kama hiyo jana uliweza na kuihubiri kupitia kwa matendo yako, kupitia kwa kupeana. Wewe mwenyewe unajijua. Huo siku ile leo hakuna hata mtu uliweza na kumuona ama akaweza na hata na kukusalimia kwa tabasamu.
Mwenyezi Mungu anakusalimia kwa tabasamu. Mwenyezi Mungu anakupenda. Malaika wake anakuambia kwamba ujambo wewe ulioonewa neema ya Mwenyezi Mungu. Neema ya Mwenyezi Mungu ikutoshe. Ujambo wewe mtazamaji wangu ulionewa neema ya Mwenyezi Mungu. Neema ya Mwenyezi Mungu imekuonea wema, inakunenea mema, inakutosha katika mambo mengi. Tuzidi na kujipiana katika kazi yake. Na kutakia wakati mwema kwa ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Mungu na wabariki, Mungu wa pamoja nanyi. Bye bye.